Amen. Ninamshukuru Mungu ambaye ni mwaminifu, aliyenipa neema nami kuona mwaka 2026 na lakini pia nikupe hongera na wewe pia kwa kuingizwa mwaka 2026. Ninajua ni mkono wa Bwana na ni huruma za Mungu wala sio akili zetu binafsi. Namshukuru Mungu namna ambavyo amenisaidia kusimama katika mwaka huu katika kazi yake, katika familia yangu. Namshukuru Mungu kwamba ameniongeza watoto manake mtoto wangu ameoa. Lakini pia nashukuru Mungu kwamba ameniongeza watoto makanisa ya kiroho mapya ambayo tumeyafungua ndani na nje. Namshukuru Mungu sana ambaye amekuwa pamoja nasi. Najua yote haya ni maombi tunayoombeana. Tunapoomba kwa ajili ya watakatifu Mungu anafanya, na watumishi Mungu anafanya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na ninaamini ya kwamba Mungu ametupa neema ya kuona mwaka mwingine kwa sababu bado ana kazi na sisi. Naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya muda huu ambapo Bwana tumesikia mengi uliyoyafanya. Tumesikia mengi ambayo Bwana umeyatenda, na sasa Bwana tunaamini tena katika ukuu wako na nguvu zako. Katika jina la Yesu, heshima na utukufu vina wewe, ya kwamba neno hili Bwana likatufae naam likatujengee misingi katika jina la Yesu. Kati ya maneno ambayo Bwana utaongea nasi katika mwaka huu, neno hili pia likaweke msingi katika maisha yetu kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Basi niombe kwanza. Nashukuru uongozi wa madhabahu hii Anza Siku na Bwana kunipatia nafasi ya kuweza kusema na kanisa. Mungu awabariki sana kwa kunipa nafasi hiyo, maana tu watumishi wengi, lakini kunipatia nafasi hiyo pia ninaheshimu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwa wewe unayeweza kuandika, unaweza kuandika upako wa Alfa. Upako wa Alfa. Tunajua tunaposema upako ni mafuta. Upako inatokana na neno la kupakwa mafuta. Lakini Alfa ni mwanzo, tunaelewa. Tukisema Alfa hakuna Mkristo ambaye hajui. Lakini pia asili ya Mungu wetu anaitwa Alfa na Omega. Kwa hiyo tunaposema upako wa Alfa manake ni upako wa mwanzo, upako wa kuanza. Ahimidiwe Mungu wetu ya kwamba yeye anatupa neema ya kukutanika mahali pamoja ili tuweze kujifunza maneno ya Mungu yaweze kutupa nguvu ya kuendelea mbele. Neno la Mungu kama chakula tunapaswa kula kila itwapo leo. Kama ambavyo wengine wanakula mara 3 kwa siku, wengine mara 2, wengine mara 1. Lakini ni vema hata kama hauko kwenye maombi ya kufunga ya kavu, lakini ni vema unakula ili mwili wako uweze kujiendesha. Vivyo hivyo tunakula chakula cha kiroho ili mili yetu ya kiroho iweze kuendelea vizuri. Maana tukipata nguvu rohoni tunaweza kusimama vizuri na Mungu. Upako wa Alfa. Naomba nitaanza kusoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura yetu ile ya kwanza. Sura ya kwanza na mstari ule wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Lakini nitasoma tena Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 49. Anasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo letu kinasema upako wa Alfa, maana yake upako wa kuanza, mafuta ya mwanzo au upako wa kuanza. Biblia niliyoisoma na maneno niliyoyasoma mara kadhaa tumekuwa tunayatumia sana wakati tunapoingia kipindi kile cha Pentecost kwa habari ya nguvu, au mara nyingi Roho Mtakatifu akitaka kusema nasi kwa habari ya nguvu anatupatia masomo haya tunatembea nayo. Lakini leo tunakwenda nayo katika somo linalosema upako wa Alfa. Ninajua kabisa ya kwamba tuko mwanzo wa mwaka 2026 ambao Mungu
imempendeza tupate kuuona. Si wengi, bali sisi tumeuona, na kwa sababu tumeuona, basi Mungu ana makusudi na sisi. Sasa Biblia inatupa maneno haya ambayo tumeyasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, lakini pia Luka mtakatifu 24:49. Yote ni maneno yenye mlengo mmoja. Wakati Yesu anaondoka, anaweza kuwakabidhi alipokuwa anakaribia kuondoka, namna gani analiacha kanisa linalotakiwa kuanza, namna gani analiacha kanisa linalotakiwa kuanza hatua mpya bila Yesu katika mwili, bali watakuwa na Yesu katika roho. Na alilizaa lile kanisa akiwa nao katika mwili, hakuwa nao katika roho. Sasa anapaswa kuondoka, kuwaacha na awaache wenyewe katika mwili ili awe nao rohoni, kwa sababu tunajua ya kwamba alipoondoka hakuwaacha vile, alibaki nao ndani. Lakini yule waliyekuwa wanamuona, yule waliyekuwa wanatembea naye kwa miaka 3.5, ile miaka 3 ya kufanya kazi kwake, hawakuweza kumuona. Sasa Biblia inasema ya kwamba akaamua kuwaambia ya kwamba kabla hamjatoka katika hali ya kuanza kwenu, lazima mvikwe uwezo utokao juu. Lakini katika Matendo, mtumishi wa Mungu ananukuu kile ambacho Yesu alisema ya kwamba hii nguvu mnayo tumekusudiwa kupokea nguvu ambayo Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Tunaposema Roho Mtakatifu ni mafuta yetu. Roho Mtakatifu ni kibali chetu. Ni kweli tunaweza tukapakwa mafuta ya nje, ya kumiminiwa nje, lakini yale ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mafuta harisi ni Roho Mtakatifu. Na haya mafuta ndiyo yanayotupatia nguvu. Tumeingia mwaka mpya sasa, ambao hatua zetu zinapaswa kuwa mpya. Ni mwaka ambao hatujaujua ulivyo, lakini Mungu wetu na Roho Mtakatifu anaujua mwaka ulivyo. Ni mwaka ambao tumeukanyaga, leo ni wiki ya kwanza, lakini Roho Mtakatifu tuliye naye ameshakanyaga mpaka tarehe 31 Disemba. Kwa hiyo tunaye aliye mwenyeji wa mwaka huu. Kwa hiyo kama tunaye aliye mwenyeji wa mwaka huu, ni sharti tufuate kile anachokitaka. Lazima tuongozane na huyu mwenyeji wetu. Lazima tutembee na huyu mwenyeji wetu. Tukiwa na mwenyeji mahali hatuwezi kupotea. Tukiwa na mwenyeji mahali anayejua njia ile, anayejua mahali tunakotakiwa kwenda, hatuwezi kupotea. Na ninayo furaha ya kwamba kabisa ninaamini tukikubali kwenda na huu upako wa Alfa hatutapotea. Ni wenyeji kwa sababu aliyeko ndani yetu ni mwenyeji wa mwaka huu. Ni wenyeji wa mwaka huu kwa sababu aliyeko ndani yetu yeye ameshaumaliza mwaka. Kwa maana yeye anatangaza mwisho tangu mwanzo. Sasa tunapoingia mwaka, Mungu anawaambia wale wanafunzi, anasema mtapokea nguvu. Huyo nguvu ni baada ya ninyi kujiliwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu atakapowajilia, ataachilia nguvu ndani yenu. Hiyo nguvu ndio itakayowasaidia kuwa mashahidi. Hiyo nguvu ndio itakayowasaidia kutoka nje ya mipaka. Anazungumza habari ya mipaka. Anazungumza juu ya habari ya mipaka ambayo watakuwa nayo, ambayo wanayo katika maisha yao. Lakini anasema huyu Roho akiwajilia kwa nguvu, mtavunja hiyo mipaka. Upako wa Alfa, tunapoanza na Mungu kwa nguvu za Alfa. Na ndio maana ili umtake Mungu awe Omega, ni sharti uanze na yeye kuwa Alfa. Ukimwakabidhi yeye Mungu wako awe ni Alfa, aanze na wewe kwa mafuta ya Alfa, atamaliza na wewe kwa mafuta ya Omega. Ahimidiwe ya kwamba anapoanza kwa mafuta ya Alfa, hawezi kukuacha mwezi wa 2 wala mwezi wa 3 wala miezi yote iliyoko katikati. Kwa maana Biblia inasema yeye ni mwaminifu, aliyeianzisha kazi hii ndani yenu ataiendeleza mpaka kufikia mwisho. Kwa hiyo upako wa Alfa unapoanza, umebeba upako wa uendelevu ambao utakusaidia kufika mpaka mwisho, utakusaidia kutoboa mpaka mwisho. Lakini usipoanza na upako wa Alfa, hautapata nguvu ya uendelevu. Kwa sababu kama
uliweza kuanza na mtu mwanzo, hawezi kukuacha njiani. Hasa sio mwanadamu wa kikawaida. Wanadamu wa kawaida wanaweza kukuacha, lakini Mungu unapoanza naye lazima anakupa namna ya kutembea na wewe, anakupa namna ya uendelevu. Ndio maana Biblia inasema aliyeanzisha kazi hii mioyoni mwetu ataiendeleza mpaka ifikie mwisho. Kwa hiyo upako wa alfa tunapoanza nao, ile nguvu ambayo Yesu anawaambia wanafunzi, mtapokea nguvu kwanza. Nguvu hii waliopokea ndio upako wao wa alfa ambao walianza nao. Kwa hiyo kanisa la mwanzo lilitembea katika nguvu. Mwanzo wao ulikuwa katika nguvu, na ndio maana tunaona kabisa ya kwamba huu upako wao wa alfa uliwasaidia kushangaza mataifa, uliwasaidia kuvunja mipaka. Kama ambavyo tuko leo, kinawezekana tumevuka, tuko kwenye mipaka ya biashara, tuko kwenye mipaka ya kazi, tumewekwa kwenye limitation ambayo inatuzuia kuvuka mahali. Kuna mipaka ambayo huwezi kuvuka, kuna limitation power ambazo zinakuzunguka kwenye kazi yako, huwezi kusogea. Lakini ukianza na upako wa alfa katika mwaka huu, ule upako wa alfa una nguvu kupita mafuriko, inayoondoa zile limitation power katika maisha yako, na unajikuta unaingia eneo ambalo hukustahili kuliingia. Unajikuta unaenea eneo ambalo hukustahili kuenea, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema mtakapopokea hii nguvu mtakuwa ni mashahidi, sio Yerusalemu tu, na katika nchi zingine zinazowazunguka, na katika mipaka na hata misho ya dunia. Kwa hiyo hii nguvu ya alfa ikikaa ndani ya mtu yeyote, hii nguvu inampa kupasua mipaka, inampa kuvunja mipaka unayokaribiwa nayo, unayozungushiwa. Inawezekana ikawa ni mipaka ya mafanikio, ya kwamba wewe hautafanikiwa zaidi ya urefu huu, hautatembea zaidi ya kilomita hizi. Katika ulimwengu wa roho tayari shetani ameshatangaza katika mwaka huu, kuna watu wamewawekea mipaka yao ya kwamba hautavuka mwezi wa 6. Kuna watu wamewawekea mipaka ambayo anasema hautavuka mwezi wa 4, hautavuka mwezi wa 3, aidha hautavuka mwezi wa 8. Ameshaweka mipaka. Lakini ahimidiwe Mungu anayekaa kwenye baraza hilo, na akishajua hilo baraza anatupatia akili ya kuweza kusimama katika nguvu hii ambayo ni upako wa alfa, na ule upako wa alfa unaenda kuvunja mipaka yao. Ndipo wanakuta sasa wewe ambaye hukustahili kuvuka mwezi wa 7 unavuka mpaka Disemba, ambaye hukustahili kumiliki vitu vizuri unamiliki vitu vizuri, kwa sababu ule upako wa alfa unavunja barriers zote, unavunja mipaka yote uliowekewa. Na ninakuombea katika jina la Yesu, mwaka huu Bwana aanze na wewe kwa nguvu ambayo ni upako wa alfa, utakaovunja mipaka yote. Mahali ambapo hukupaswa kuingia ukaingie, mahali ambapo hukupaswa kumiliki ukamiliki, mahali ambapo hukupaswa kupenya ukapenye, kwa sababu huu upako wa alfa Mungu anasema kwa kinywa cha mitume kwamba nanyi mtakuwa mashahidi pande zote, katika kuta zote, mpaka mwisho wa nchi mtakwenda kumiliki huko. Kwa hiyo neema ya Kristo kuhusiana na upako wa alfa inaposhuka ndani yako, inavunja mipaka na inakupa kumiliki. Bwana kutendee katika jina la Yesu. Biblia inasema mtapokea nguvu. Sasa hizi nguvu zinafanya nini? Hizi nguvu zinafanya kitu gani? Kwa nini aseme mtapokea nguvu? Siku zote wapendwa wangu, mwenye nguvu ndiye anayemiliki. Mwenye nguvu ndiye anayetawala. Mwenye nguvu ndiye anapaswa kusimama pande zote. Pasipo nguvu hakuna kushinda. Pasipo nguvu hakuna kutawala. Pasipo nguvu hakuna kuenea, hasa kwenye ulimwengu wa ushindani. Mungu akupe neema ya kulisikia hili neno. Najua ni wiki ya kwanza, Jumamosi ni wiki ya kwanza ambayo tumeingia. Mungu akupe neema katika Jumamosi ya pili hii. Mungu akupe neema kulisikia hili neno katika maisha yako. Najua unaweza ukawa kwenye usingizi, lakini Mungu akupe neema ya kulisikia ya kwamba upako wa alfa, nguvu ikiingia ndani yako. Yesu alijua wanapokwenda kuanza nguvu, wanapoenda kuanza kazi, wanapoanza mianzo ya utume wao, mianzo ya utumishi wao, mianzo ya kuenea kwao, lazima waanze na nguvu. Lazima wavuke na nguvu, kwa sababu tayari kuna ufalme unaopigana nao. Tayari kuna nguvu zinazopingana nao. Sasa tumeingia mwaka 2026, ni mwanzo wa mwaka wetu. Bila nguvu hakuna kutawala. Bila nguvu hakuna kushinda. Bila nguvu hakuna kuvuka.
Hizi nguvu ninazoziongelea ni zile nguvu za rohoni ambazo zinaweza kukupatia nguvu hata katika ulimwengu wa mwili. Inawezekana mwili wako hauna nguvu, lakini kwa kupitia nguvu za rohoni, nguvu za mwilini zinakuja, kwa sababu hauanzi ule unaoonekana, unaanza ule usioonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kadiri ambavyo unapokea nguvu za rohoni, ndivyo ambavyo hata nguvu za mwilini zinakuja. Tuna miezi 12 ya kuimiliki. Tuna miezi 12 ya kutembea nayo. Tuna wiki nyingi za kutembea nazo. Kuna mahali pengi tutakanyaga. Kuna mikuta nyingi tutaingia. Kuna mipenyo mingi tutapenya. Pasipo nguvu hakuna kushinda. Pasipo nguvu hakuna kushinda. Kwa sababu shetani tunayepigana naye sio yule wa zamani. Shetani tunayepigana naye ni wa kizazi kingine. Huwa anasema mara kadhaa kwa neno hili ya kwamba siku ile Mungu anampa adhabu Eva na nyoka. Anawapa adhabu ya kwamba nyoka utamng'ata mwanamke kisigino, lakini mwanamke utamkanyaga kichwa. Maana yake kichwa alikuwa nacho kimoja. Lakini ukienda Ufunuo utaelewa yule joka anayepambana na mwanamke hana kichwa kimoja. Kichwa vyake vimeongezeka. Vichwa vyake vimekuwa vingi. Kwa hiyo kupambana kwetu kuna hitaji nguvu ya kupambana isiyokuwa ya kawaida. Sasa nguvu za Mungu zikiwa ndani yetu mwaka 2026, mipaka lazima itaachia. Lakini mbali na mipaka kuachia, lazima hiyo nguvu inafanya kazi ya kututofautisha na watu wengine. Mungu ataachilia nguvu kwa mtu ambaye amekubali kwenda na upako wa alfa, mwanzo wa kila kitu. Ukikosea mwanzo umekosea mwisho. Ukikosea kuanza msingi umekosea nyumba. Ukishindwa kupata vipimo vizuri vya kujenga jengo umekosea. Juzi nilikuwa napata michoro yangu ya kanisa ambalo tunalijenga. Michoro ile tulipata mchoro wa kwanza, lakini tulipomwita mkandarasi akasema nataka michoro mingine itakayonionyesha namna gani msingi utakwenda, namna gani natandaza nguzo, namna gani naweka pale chini kwenye msingi. Akasema mama, pasipo hiki lazima nikae nayo niitazame. Pasipo hiki kufanikiwa, hili jengo halitafaa, litashuka. Kwa hiyo ilipoletwa ile michoro, ilikuwa ni michoro mingi ambayo mimi ninapotazama ni kama naona maluelue tu, sielewi. Lakini mwenye elimu yake anajua ya kwamba huu msingi ni imara au sio imara, naenda nao au siendi nao. Sasa msingi wetu ni huu wa mwezi wa kwanza. Katika mwezi wa kwanza ni msingi wa miezi 12. Tukikosea tumekosea vyote. Sasa nguvu ya alfa, kwa nini Mungu alisema atawapa nguvu wasitoke Yerusalemu bila kupokea nguvu, bila kupokea upako wa alfa wakae mahali pamoja? Kwa sababu ule upako wa alfa unatutofautisha na watu wengine, unakufanya uwe tofauti na watu wanaokuzingira. Tutasoma kitabu cha Waamuzi sura ile ya 16 na ule mstari wa 17. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 16 na ule mstari wa 17 anasema, ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akawaambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wengine. Huyu ni Samson. Anazungumza ya kwamba nguvu zake alizokuwa anazo hazikuanza ukubwani, zilianza tangu alfa yake, zilianza tangu tumboni mwa mama yake. Mungu alimsuka kwa mtu wa nguvu tangu tumboni mwa mama yake, na watu wakuu wote wa Biblia walianzia nguvu tangu tumboni mwa mama zao, tangu matumboni mwa mama zao. Wakuu wote, ukienda wakina Yeremia, ukienda wakina Yohana, tangu matumboni mwa mama zao ndipo Mungu alikowasuka. Maana yake hawawezi kuwa na nguvu kubwa ya kutikisa kama hawakuchongwa kwenye matumbo ya mama zao, kwenye alfa yao.
na hili ni tumbo la mwaka 2026. Mungu akuchonge katika tumbo hili. Utakapochomoza katika mwezi inayokuja mbele, Mungu akutofautishe. Samson anasema, tangu tumboni mwa mama yangu nilitengenezwa, nilifumwa, nikawa mtu mwingine. Anasema nilishapata maelekezo. Mama yangu alipata maelekezo nikiwa tumboni, lakini wembe haujapita tangu tumboni mwa mama yangu. Lakini pia nina masharti ya kutembea nao hizi nywele nilizo nazo, ya kwamba wembe usipite kichwani mwangu, kwa sababu wembe utakapopita kichwani kwangu ndiko nitakapobadilika, na mimi nitakuwa sawa sawa na wanadamu wengine. Kumbe nguvu za Samsoni zilikuwa zikimtofautisha na wanadamu wengine, zilikuwa zinamuweka awe tofauti na wanadamu wengine. Wapendwa wangu, hakuna namna utakwenda kuwa tofauti mwaka huu bila nguvu ya Mungu. Hakuna namna utatakiwa kuwa tofauti kwenye kazi yako bila nguvu ya Mungu. Kuna watu nakwambia katika ulimwengu huu wameshaenda tayari kuuchanja kutafuta hirizi za mwaka 2026. Hao ndio unafanya nao kazi. Kuna watu unatembea nao, hawa watu kwenye shughuli zako ni watu ambao wamemeza hirizi, wengine wanatembea nazo ili wapate nguvu ya mwaka 2026. Unapenyaje bila nguvu ya Mungu? Unavukeje bila nguvu ya Mungu? Unapenyaje katika hao watu unaotembea nao katika dunia hii inayoongozwa asilimia kubwa na falme za giza na ulimwengu huu? Hata Biblia inasema kwamba ulimwengu wote uko mikononi mwa adui na alishakabidhiwa huu ulimwengu. Unatembeaje bila nguvu? Kwa hiyo nguvu za Samson zilikuwa zikimtofautisha na watu wengine. Hata walipokuwa wanamuona yuko tofauti. Tusitole picha ya kwamba Samson yamkini labda alikuwa ni jitu lina mabavu, jitu refu kama wanefiri, labda ni jitu pana. Hapana, Samson alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Na ndio maana watu walikuwa wakimshangaa, wakimwangalia, wanasema mbona kama kilo tunafanana, mbona kama umri tunafanana, mbona kama urefu tena nimemzidi, mbona kama unene kama nimemzidi. Hizi nguvu ni nini? Asili ya nguvu zake. Nini asili ya nguvu zake? Kwa hiyo hawakuziona. Kama lingekuwa jitu wangesema mbona ni kwa sababu ya urefu wake, ni kwa sababu ya kilo zake. Kama ana kilo 400 lazima awe na nguvu. Lakini walipoangalia kilo, wanaona kilo zake ni za kawaida. Wanapoangalia kimo, wanaona kimo chake ni cha kawaida. Lakini matokeo ya nguvu, asili ya nguvu yake ni kitu gani? Ndipo wakawa wanachanganyikiwa. Sasa ninachotaka kusema na wewe, upako wa Alfa unakupa nguvu ambayo itakutofautisha. Popote utakapokuwa utatofautishwa. Ukikaa na watu wengine, wewe utakuwa tofauti, kwa sababu zile nguvu zitakupa kufanya vya tofauti. Zile nguvu zitakupa kufikiri vya tofauti. Zile nguvu zitakupa kwenda kitofauti, zitakupa hatua za utofauti, kwa sababu nguvu ile ndio inayokupush. Hautaenda wewe kama wewe, hautasimama wewe kama wewe, hautasema wewe kama wewe. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kumbukeni hili, nitakapowaacha ninyi wanafunzi wangu, kuna magereza yatawahitaji, kuna watu watawanenea maneno mabaya, lakini kulingana na upako niliowaachia wa Alfa mlioanza nao, mtakapofika kwenye magereza yao, msianze kujiuliza mtajibu nini. Ile nguvu itawapa usemi, ile nguvu itawapa kuongea, ile nguvu itawapa kutenda. Na ndio ikatokea hata kwa Stefano, walipokuwa wanamshitaki, walimuona amekuwa ni tofauti kabisa. Sura yake inang'ara kama malaika. Maana yake ile nguvu ilijitokeza, ikajifunua ya kwamba huyu sio Stefano wa kawaida, huyu ni Stefano mwingine anayemilikiwa na nguvu nyingine. Walipoponya viwete, wakaanza kuwauliza, ni kwa mamlaka ipi? Ni kwa nguvu ipi? Mbona ninyi tunawafahamu? Baadaye walipowajaji, wakagundua kwamba walikuwa na nguvu inayotokana na huyo Yesu. Sasa upako wa Alfa ukianza na wewe mwaka 2026, kwenye kila ufanyacho, wewe ni moto wa kuotea mbali. Wewe ni chuma cha pua ambacho hakiwezi kuvunjwa. Wewe ni kisiki cha mpingo ambacho upanga hauwezi kuingia, kwa sababu upako wa Alfa ndio utakao kutengeneza. Bwana akupe neema ya kulielewa hili neno na kulitenda kazi katika malango ya mwaka 2026, ili uweze kumiliki mwaka 2026, ili maadui zako warudi nyuma yako, ili watesi wako warudi nyuma yako. Mara nyingi ni huwa nawaambia kanisani kwangu, kuna ahadi kwenye Biblia
sio ahadi za watu wazembe. Kuna ahadi kwenye Biblia sio za watu tu wanaojiita Wakristo. Kuna ahadi kwenye Biblia ni za watu majitu katika ulimwengu wa roho. Ni za watu majitu, majiant kwenye ulimwengu wa roho. Ndizo ahadi zao. Wengine hao wataishia kuzisoma kwenye Biblia. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. No, sio anayeimba wimbo huu kila silaha haifanikiwi. Wako watu wako makaburini na wana wimbo wa kila silaha haitafanikiwa. Wengine wanaimba Biblia imesema ya kwamba watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia saba. Wengine hawatawanyiki, wanasimama. Kinachopelekea watu kutawanyika, maadui kutawanyika, silaha kudunda, ni kwa uwezo wa upako ulio nao. Mafuta ya nguvu ulio nayo ndiyo yatakayowapa kushinda, na hizi ahadi zinakuwa za kwako. Mungu akupe neema ya kuanza na upako wa alfa, ule ambao Mungu anawaambia Yerusalemu, wale watoto wasitoke Yerusalemu, kwa sababu alijua ulimwengu wanaopambana nao, alijua kambi ya giza wanayopambana nao. Akasema bila nguvu hamwezi kushinda. Na mimi nakwambia mpendwa, Mungu akupe nguvu ya kutafuta neema ya Kristo, kutafuta nguvu ili mwaka huu ukaweze kuumiliki. Bwana anakutofautisha. Anasema nitakuwa sawa na wanadamu wengine. Manake bila hii nguvu wewe ni sawa na wanadamu wengine tu. Wewe ni sawa na walevi tu. Wewe ni sawa na watu ambao hawana Mungu. Nguvu ndio inayokutofautisha. Bila nguvu utapigwa kama wanapopigwa. Bila nguvu utauawa kama wanapouawa. Bila nguvu silaha zitaingia kwako na zitapenya, kwa sababu hauna nguvu. Kwa sababu haujajiprotect katika ulimwengu wa roho. Na ile nguvu ndio silaha yetu. Bwana akupe kutofautishwa katika mwaka huu. Nguvu zinatusaidia kukata minyororo na vifungo, lakini pia nguvu zinatupa kushinda malango ya uharibifu. Malango ya uharibifu. Tunatembea kwenye malango ya ulimwengu huu ambao asili ya ulimwengu huu, kila kitu tulicho nacho. Kuna mtu aliniuliza, mbona mahubiri yenu yanaonyesha sana kwamba tuendelee kupambana? Nikamwambia ndio. Tunapambana kwa sababu shetani yupo, hajafa. Na kama yupo hajawa kiziwi, anasikia. Kila alichopanga Mungu kwetu shetani anakisikia. Kila alichotengeneza Mungu kwetu ibilisi anakisikia. Kila anachojenga Mungu shetani anataka kukiharibu. Kwa hiyo lazima, na hakuna ulimwengu wa mwili bila ulimwengu wa roho. Unaanza wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vitu vinavyoonekana katika ulimwengu wa mwili ni asili ya ulimwengu wa roho. Vimetengenezwa rohoni kwanza, ndipo vinaonekana mwilini. Kwa hiyo tusipoushinda ulimwengu wa roho, mwilini hatuwezi kushinda. Tusipopenya malango ya ulimwengu wa roho, mwilini hatuwezi kushinda. Na ndio maana Yesu anasema kanisa hili litakalopokea nguvu, litakalolijenga, malango ya kuzimu hayatalishinda. Malango ya kuzimu hayatalishinda. Kwa hiyo tunaposukwa mahali kusikoonekana, tukawa na nguvu, tutakuwa na nguvu mahali kunakoonekana. Tukipenya mahali kusikoonekana, mahali kunakoonekana, sisi ni wepesi kuvuka, kwa sababu tumeshashinda kule. Mwaka huu Bwana akupe nguvu. Ukisoma Waamuzi ile 16 mstari wa 2 na wa 3, anasema hivi: watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samson amekuja huku, wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema na tungoje mpaka mapambazuko ndipo tutamuua. Basi Samson akalala hata usiku wa manane, akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabiri Hebron. Hii ndio nguvu aliyopewa tangu tumboni mwa mama. Mungu alijua katika wito wake kutakuwa na vita kali mno, kulingana na vile ambavyo shetani anapiga kitu ambacho kina hatima kubwa. Kina hatima kubwa. Wako watu wengi wanapigwa kwa sababu ya hatima zao. Unapigwa, na maana huwa nasema mara nyingi, usione watu wanapigwa ukadhani kwamba huyu mtu vita vimemwelemea ni kwa sababu ya uvivu wa maombi, ni kwa sababu ya uvivu wa kufunga, ni kwa sababu no, wengine wanapigwa kwa sababu ya hatima zao. Lakini ile nguvu iliyoko ndani yao inawapa kutoka salama, inawapa kuvuka salama. Kuna watu wenye hatima zao wanaishi maisha ambayo ni ya vita vikubwa kwa sababu ya ile hatima walioibeba, lakini asichukuliwa Mungu.
ya kwamba hii nguvu walionayo haiwaachi. Samson amepewa hii nguvu, watu wakasema tutamvizia tumuue. Nini? Anatutesa, anatuhangaisha. Kuna watu tunapokuwa na nguvu za Mungu tunawatesa katika ulimwengu wa roho. Kuna watu tunapokuwa na nguvu za Mungu tunawatesa katika ulimwengu wa roho. Wanapokuja kuharibu tunawatesa, wanapokuja kufanya uharibifu tunawatesa. Sasa tukiwatesa rohoni, wanahamishia vita mwilini, kwamba kwa sababu rohoni ametushinda tuhamishe vita. Sasa wasijue ya kwamba nguvu tulio nayo inapiga kusikoonekana, inapiga kunakoonekana, inapiga sirini na inapiga kwenye uwazi. Sasa kama walishindwa kule, hawajui ya kwamba hata nje watashindwa. Na ndio maana kuna watu wametegewa sumu. Umetegewa sumu kwa sababu vita yako ilianziwa rohoni. Walipokushindwa rohoni wakasema tunakupiga mwilini, lakini ahimidiwe Mungu, wanashangaa ile sumu nayo haijafanya kazi. Wanatega mitego mwilini kwa sababu rohoni walishindwa. Wanakuletea vitu vingi, vita, maneno, uharibifu mwingi, ili kwamba wakupige kwa sababu walikushindwa rohoni. Kwa hiyo ni jambo la aibu kama ulishinda rohoni, mwilini ushindwe kushinda, kwa sababu mwilini kuna kushirikisha na wewe halisi mwenye. Ukifinywa panauma, ukisemwa maumivu yanakuja, unashirikishwa wewe. Sasa kama ukishirikishwa wewe mwenye mwili huo, maana yake unapaswa kushinda. Kama ulishinda rohoni wakashindwa, wakaja mwilini wakakufinya hata pakiuma. Ndio maana ile Yesu akasema wakishindwa rohoni watakuja wakakupiga shavu la kulia, geuza la kushoto. Maana yake kama ulihimili rohoni, hata mwilini himili ili uweze kushinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akupe neema. Nguvu inakutofautisha. Huyu mtumishi wa Mungu Samson amefungiwa lango, huwezi kupita hapa, lazima tumuue, lazima afe. Hivi tumevuka mwaka huu, kuna watu hawaelewi tumevuka vukeje. Maana walitega na vya kutega, waliweka na vya kuweka, lakini wanajikuta tuko ng'ambo ya pili, tuko ng'ambo ya mwake mwingine. Ushinde ule Mungu aliyokupa mwaka jana, mwaka huu na kuombea ukawe maradufu. Usirudi nyuma. Neema ya Kristo ikakubebe zaidi, neema ya Kristo ikakushangaza. Wakamfungia mapambazuko, atakapokuwa amka na anataka kutoka, tunamkamata, tunamuua. Wasijue wenye nguvu hawapitagi kwenye malango ya kawaida. Hatuombagi funguo kwa watesi. Ukiwa na nguvu hatuendi kuomba funguo kwamba jamani mmenifungia, kwa hiyo sasa ile hekima, sasa niombe ile hekima, naomba mnisaidie kwa sababu ninyi ndio wenye funguo. Nani atakayekupatia? Nani atakayekupatia? Labda kama vita yako ni ya chekechea, lakini wenye vita ya vyuo, wenye vita ya degree, hupaswi kwenda kuomba funguo kwa aliyekufungia ili akuue. Unapaswa kuomba maamuzi ya nguvu. Maamuzi ya nguvu. Unapita wapi? Unaingia wapi? Unapenya wapi? Maamuzi ya nguvu ni ajabu. Kuna watu wanatokaga kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mungu anawatoaga watu wake kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Huwa napenda sana ule mfano wa Daudi. Amekwenda kwenye nchi ya Gati, anakimbia, vita ni vikali, ana upanga wa Goliath. Kufika kule anajikuta yuko kwenye nchi ile ya Wafilisti, katika mji wa Gati. Anakamatwa pale, anapelekwa kwa mfalme. Roho wa Mungu anamwambia, dogo, sikia, hapo umekamatwa kuchinjwa, tutatoka kwa namna usioijua wewe. Utakuwa chizi wa muda mfupi, utakuwa kichaa kwa muda mfupi. Mate yakamtoka Daudi, akili ikachenjiwa ikawa ya kichaa muda mfupi. Haleluya. Akili ya Daudi ikawa kama chizi, ikawa kama kichaa kwa muda. Anatoka udenda na kuangua milango, anaenda kwa mfalme, na mate inatoka. Mfalme anasema niondoleeni kichaa. Wanasema mfalme, huyu sio kichaa, tumemkuta pale nje mzima kabisa, huyu sio kichaa. Mfalme ni mzima huyu. Anasema niondoleeni. Ndugu zangu, kuna watu wao wanahubiri, nasema labda ni viwango vyetu tunatofautiana. Wanakuambia tutatoka kama wafalme, tutatoka kama washindi. Kwenye hili jaribu lazima utoke kama mwana wa mfalme. Kuna mahali tunatoka kama vichaa. Hatutoki kama wafalme. Kuna mahali hatutoki kama wafalme. Kuna mahali tunatoka kama vichaa, lakini tumeshashinda namna hiyo. Tumeshavuka namna hiyo.
Mfalme anamwambia nitoleeni kichaa huyu. Daudi anapotolewa vile ndo kupona kwake huko, ndo kuokolewa kwake huko. Wengine wanatolewa kwenye matundu ya simba, wengine wanatolewa kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Daudi anakimbia, anatoka kula, anapokimbia nje ya mipaka ya mfalme, udenda unakauka, kichaa kinatoka, anaendelea na safari. Kuna mahali tunatoka kama wafalme, kuna mahali tunatoka kwa shangwe, kuna mahali tunatoka kama vichaa, kuna mahali tunatoka hatueleweki na yeyote, lakini ndio kutoka kwenyewe. Watatuelewa baadaye, hawatatuelewa mwanzo. Mtumishi wa Mungu Samson alipokuwa amefungiwa, hakwenda kuomba funguo kwao. Ile nguvu iliamua anatokeje. Nguvu alionayo iliamua anatokeje. Akaambiwa kamata vizingiti vya malango, akang'oa vizingiti vya malango. Samson alipong'oa, pamoja na kufuli limefungwa, pamoja na mageti yake, pamoja na kila kitu, akang'oa. Aliacha pale ni vumbi na mashimo yaliyoshikilia lile geti. Akabeba kichwani, wao wamebaki na funguo, yeye amebeba na kufuli ambalo limefungwa. Tena hakuliacha bondeni, akalipeleka kwenye kilima. Anasema mlima ule unaokabili Hebron ndiko alikoenda kupeleka juu, akawaachia hapa, akaenda zake. Hiyo ndio nguvu inayoamuru wewe uishi. Hiyo ndio nguvu ya Alfa inayoamuru wewe upenye. Kuna malango utafungiwa mwaka huu, kuna malango ya mauti utafungiwa, lakini hiyo nguvu ya Alfa itakupa kung'oa mageti yao, itakupa kung'oa makomeo yao, itakupa kung'oa makufuli yao. Mungu akupe neema. Hata kama kuna wengine hawatauelewa huu ujumbe, lakini wako washindi ambao ni ujumbe wao. Bwana kawape nguvu ya kung'oa makomeo yao. Bwana akakupe nguvu ya kung'oa makomeo. Ile nguvu ndio itakayokupa kushinda. Lakini Biblia inatuambia hatuwezi wenyewe kushinda bila nguvu ya Mungu kwa ndani yetu, ndani yako. Kuna nguvu ya Mungu ambayo inakuwepo pamoja, tukiwa pamoja. Hiyo achana nayo. Tukitawanyika, iwe ndani yako. Ile ya ndani yako ndio yenye maamuzi ya wewe uwe nani. Ile ya ndani yako, nguvu ya Mungu ya kuwa ndani yako. Maana kuna watu wanachemka sana wakiwa kwenye ibada na Roho anashuka, wananena, wanabubujika. Akirudi nyumbani mkame kama jangwa la Sahara, hakuna kinachoendelea. Sasa huko nyumbani ndio kwenye mapambano, huko nyumbani ndio kwenye vita. Hupaswi kuwa na nguvu ya pamoja tu, unapaswa kuwa na nguvu ya pamoja ukikutanika na wenzio, lakini uwe na nguvu ya kwako. Nenda nayo nyumbani kwako,